Utabiri wa nyota yako leo Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nishati yako changamfu ni hazina yako bora zaidi. Ushawishi wa Mars unakupa roho ya ushindani ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa. Hata hivyo, kumbuka kuchanganya shauku yako na uvumilivu, hasa kwenye mawasiliano. Mazungumzo yanaweza kubadilika ghafla, hivyo kuwa tayari kubadilika. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa inaweza kujitokeza, ifanyie tathmini kwa umakini kabla ya kuikubali. Ubunifu wako leo unachuruzika, hivyo ni siku nzuri kwa shughuli za kisanii. Mahusiano ya kijamii yanaweza kufichua mambo ya kushangaza kuhusu rafiki. Mahusiano yako yatakuwa bora kwa uwazi, hivyo shiriki mawazo yako kwa dhati. Upande wa kiafya siku hii ya leo, elekeza nishati yako ya ziada kwenye mazoezi, lakini usijilazimishe kupita kiasi. Chukua muda wa kutafakari malengo yako binafsi ili kulinganisha vitendo vyako na matarajio yako. Ulimwengu unaunga mkono mbinu ya uwiano leo, kuchanganya azma na huruma. Jioni ya siku hii ya leo, shughuli ya amani kama kutafakari inaweza kurejesha utulivu na kuimarisha amani yako ya ndani. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni cinnamon ama mdarasini. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ushawishi wa Venus unaongeza mvuto wako katika mahusiano. Uelewano mzuri na wengine unaweza kuleta manufaa yasiyotarajiwa, hasa kazini au katika ushirikiano. Mambo ya kifedha yanaonekana kuwa thabiti, lakini jihadhari na matumizi ya ghafla. Katika masuala ya mapenzi siku hii ya leo, nishati ya leo inakuhimiza kushiriki hisia zako ili kudumisha uhusiano mzuri. Ubunifu unachanua, hivyo ni siku nzuri kwa shughuli za kisanii. Kutafakari kwa kina kunaweza kusaidia kufanya maamuzi bora. Upande wa kiafya siku hii ya leo, zingatia mahitaji yako ya lishe na taratibu za kawaida ili kudumisha afya yako. Furahia mambo madogo maishani na kuwa na moyo wa shukrani. Rangi ya bahati ni kijani, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni pachol ama pachul, manukato ni rose ama waridi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke na nyota ya Mbuzi. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nyota zako zinaimarisha hamu yako ya kujifunza. Mwezi ukiwa katika nafasi nzuri, una uwezo mzuri wa kuwasiliana na wengine, hivyo ni siku nzuri kwa kutengeneza mitandao au kuwasilisha mawazo mapya. Mazungumzo ya kusisimua yanaweza kukupa maarifa mapya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, jihadhari, kagua maelezo kwa umakini kabla ya kufanya maamuzi. Mahusiano yako yatastawi kupitia shughuli za pamoja na vicheko, kwani furaha huimarisha uhusiano. Tafuta njia za ubunifu za kuonyesha mawazo yako ili kutuliza nishati yako isiyodhibitika. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavenda, manukato ni peppermint ama mnaanaa. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo siku yako inalenga kulea nafsi yako na wale unaowapenda. Uelewa wa kihisia unakupa uwezo wa kuungana kwa undani na wale walio karibu nawe. Kazini siku hii ya leo, huruma yako na ufahamu vinaboresha ushirikiano na kuongeza uzalishaji na ari.
Mambo ya kifedha yanahitaji usimamizi mzuri. Kupanga bajeti kunaweza kuzuia msongo wa mawazo wa baadaye. Katika mahusiano siku hii ya leo, onyesha hisia zako waziwazi ili kudumisha uhusiano mzuri. Ubunifu wako unaangaza, hivyo fanya shughuli za kisanii zinazokuletea furaha na utulivu. Rangi ya bahati ni fedha ama silver. Nambari ya bahati ni 2. Mafusho ni jasmine. Manukato ni chamomile ama chamomile. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Nge na nyota ya Samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo naangaza sana chini ya mpangilio mzuri wa jua. Ujasiri wako na mvuto wako vipo kileleni na watu wanavutiwa na nishati yako yenye nguvu. Katika kazi siku hii ya leo, kuchukua hatua za uongozi kunaleta mafanikio. Kuwa tayari kushiriki mawazo mapya na kuanzisha miradi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fikra za kimkakati zinakusaidia kudhibiti rasilimali zako kwa ufanisi. Mapenzi yanaweza kuleta hisia za furaha kwa matendo ya ghafla na yasiyotarajiwa. Ubunifu wako unapewa nguvu leo, hivyo shiriki maono yako na wengine kwa shauku. Rangi ya bahati ni dhahabu ama goldi. Nambari ya bahati ni 1. Mafusho ni udi wa frankincense. Manukato ni amba ama mbereshi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Mashuke leo, nguvu yako ya uchambuzi ni silaha yako kubwa. Sayari ya Mercury inakuwezesha kufikiria kwa uwazi na kushughulikia kazi zinazohitaji umakini wa kina. Katika kazi siku hii ya leo, mbinu yako ya kimaadili na ya mpangilio inaleta heshima na inaendeleza miradi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, mipango thabiti inakuza utulivu. Fikiria mikakati ya akiba ya baadaye. Mahusiano yanakuwa vyema kwa mawasiliano ya wazi. Shukrani na uaminifu vinaimarisha uhusiano. Jihusishe na shughuli zinazohusisha mantiki kama vile michezo ya kimkakati au kuandika. Rangi ya bahati ni kahawia ama brown. Nambari ya bahati ni 4. Mafusho ni sage ama mwerezi. Manukato ni sandalwood ama sandarusi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Sayari ya Venus inakuongoza leo kuleta amani na usawa katika mahusiano. Uwezo wako wa kidiplomasia unaangaza, ukikusaidia kumaliza migogoro na kujenga ushirikiano mzuri. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa upatanishi unasaidia katika ushirikiano na kuboresha mawasiliano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya maamuzi kwa utulivu na uangalie chaguo zako kwa makini. Mapenzi yanastawi kwa ishara za upendo na kujali. Ubunifu wako na kuhimiza kushiriki katika shughuli za sanaa zinazovutia macho na roho. Rangi ya bahati ni blue. Nambari ya bahati ni 7. Mafusho ni rose ama waridi. Manukato ni vanira. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya Nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Sayari ya Mars inakupa nguvu leo na kuchukua hatua kubwa na maamuzi ya uhakika. Tumia nguvu hii kushughulikia miradi inayohitaji kujitolea na umakini wa hali ya juu. Katika kazi siku hii ya leo, mbinu zako za uongozi zinawashawishi wengine na kuendeleza maendeleo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, maamuzi ya busara yanaweza kuimarisha utulivu. Fuata hisia zako, lakini usisite kutafuta ushauri inapohitajika. Uwazi wa kihisia huimarisha uhusiano na kuonyesha udhaifu kunaweza kuboresha uaminifu. Ubunifu wako unaangaza kupitia michakato ya mabadiliko kama vile uandishi au sanaa ya kidijitali.
Rangi ya bahati ni nyeusi. Nambari ya bahati ni 8. Mafusho ni mirhi ama manemane. Manukato ni muski ama moskisi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili usiku hadi saa 5 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Mpangilio wa sayari unakuhamasisha kuchunguza na kupata mitazamo mipya. Sayari ya Jupiter inachochea tamaa yako ya ukuaji, ikikuhimiza kutafakari malengo ya muda mrefu. Kazini siku hii ya leo, ushirikiano unaleta mafanikio makubwa, nguvu ya pamoja inaleta matokeo bora. Upande wa kifedha siku hii ya leo, njia mpya za ubunifu zinaweza kuongeza utajiri wako. Uwe wazi kwa mbinu zisizo za kawaida. Mahusiano yanakuwa kwa uaminifu na matukio ya kusisimua. Zingatia shughuli za kisanii kama vile kuandika, safari au kupiga picha. Rangi ya bahati ni zambarau au papo. Nambari ya bahati ni 3. Mafusho ni cedar ama mwerezi. Manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nizamu ni nguvu yako kuu, huku sayari ya Saturn ikikuongoza kuweka malengo yako halisi na kushikamana na mipango yako. Katika kazi siku hii ya leo, kazi zako zinahitaji umakini mkubwa na umakini katika kila undani. Uwezo wako wa kuwa na msimamo thabiti unakupa heshima na uaminifu kutoka kwa wenzako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, maamuzi ya kihafidhina yanaimarisha utulivu wa muda mrefu. Mahusiano yanakuwa na ndoto za pamoja na uthabiti. Tumia muda wa ubora na wapendwa wako ili kuimarisha uhusiano wenu. Ubunifu wako unajidhihirisha kupitia shughuli zinazohitaji mpango kama vile michezo ya kimkakati au ufundi wa mikono. Rangi ya bahati ni kijivu ama grey. Nambari ya bahati ni 10. Mafusho ni pachol ama pachul. Manukato ni vetiver. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ubunifu wako unakuzwa na nishati ya Uranus inayokusukuma kufikiri nje ya mazoea. Katika kazi siku hii ya leo, mbinu zisizo za kawaida zinaweza kutatua matatizo magumu na kupata sifa kutoka kwa wenzako. Ushirikiano unafaidika na mazungumzo ya pamoja ambapo mawazo mapya yanaweza kuchanua. Upande wa kifedha siku hii ya leo, chunguza njia mbadala za uwekezaji, kwani ubunifu unaweza kuleta faida zisizotarajiwa. Katika mapenzi siku hii ya leo, kubadilika na kuonyesha mapenzi kwa njia zisizo za kawaida kunaweza kufufua uhusiano wako. Afya yako itanufaika na mbinu za asili kama vile kutafakari au matibabu ya nishati. Rangi ya bahati ni blue ya bahari ama turquoise. Nambari ya bahati ni 11. Mafusho ni lavender. Manukato ni eucalyptus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo akili yako ya sita ipo juu chini ya ushawishi wa sayari ya Neptune, ikikuongoza kufanya maamuzi ya busara. Unyeti wako wa kihisia unakuwezesha kuunganika kwa kina na wale uwapendao. Katika kazi siku hii ya leo, ubunifu wako unaangaza hasa katika maeneo ya sanaa au kazi zinazohitaji mawazo mapya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakiki matumizi yako ili kupata mtazamo sahihi. Hatua za kimantiki zinahakikisha utulivu. Mapenzi yanaboreshwa kwa mawasiliano ya wazi na ndoto zinazoshirikishwa. Jihusishe na shughuli za ubunifu kama vile kuchora au kuandika ili kurutubisha nafsi yako. Rangi ya bahati ni samawati ama aqua blue. Nambari ya bahati ni 9. Mafusho ni sandalwood ama sandarusi. Manukato ni roza ama waridi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani?
Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2025. Basi ni kusihi usikose kusubscribe, kulike na kucomment na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, niwatakie usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.